Honorable Ministers, Excellencies, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa mabalozi, wajumbe mashuhuri, napenda kuwaletea salamu za dhati kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na salamu kutoka kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niruhusuni kwanza kuwasilisha shukrani za dhati za Tanzania kwa serikali na wananchi wa Jamhuri ya China kwa kuandaa mkutano huu muhimu pamoja na urafiki wa kudumu kati ya China na Tanzania. Ushirikiano ambao umejengwa kwa zaidi ya miongo 6 na unaoendelea kuimarishwa leo kupitia dhamira yetu ya pamoja ya kuhakikisha afya kwa wote. Kwa hiyo ni heshima kubwa kwangu kuhutubia mkutano huu miongoni mwa marafiki kuhusu jambo ambalo linaibadili mustakabali wa huduma za afya duniani. Namna tunavyoweza kutumia mageuzi ya kidigitali kujenga mifumo ya afya iliyo sawa, inayofikiwa na wote na yenye uimara. To build health system that are equitable, accessible and resilient. For Tanzania, digital health is not in the first place. Kwa Tanzania, afya ya kidigitali si suala la teknolojia pekee, ni suala la watu. Ni kuhakikisha kwamba kila mwananchi, bila kujali anaishi wapi au kipato chake ni kipi, anaweza kupata huduma bora za afya. Katika kipindi cha miaka iliyopita, Tanzania imewekeza katika mikakati ya sera madhubuti za afya ya kidigitali. Changamoto yetu leo si tena kuwa na maono, bali ni utekelezaji wa maono hayo. Kutokana na hilo, tumechukua hatua ya makusudi kuondoka katika mifumo ya majaribio iliyogawanyika na kuelekea mifumo ya kitaifa inayoratibiwa na inayoweza kupanuliwa nchi nzima. Si muda mrefu uliopita, mazingira yetu ya afya ya kidigitali yalikuwa na mifumo mingi ambayo haikuweza kuwasiliana yenyewe kwa yenyewe. That could not communicate with one another. This agenda has since gained strong political support. Ajenda hii sasa imepata msukumo mkubwa wa kisiasa kutoka kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye uongozi wake wa mageuzi unasukuma mbele matumizi ya mifumo ya kidigitali inayoweza kushirikiana nchini kote. Leo hii Tanzania imeunganisha zaidi ya mifumo 45 ya afya ya kidigitali kupitia mfumo wa kitaifa wa ushirikiano wa taarifa, hatua ambayo imewezesha zaidi ya vituo 220 vya afya kubadilishana taarifa ya kidigitali. Mgonjwa anayehamishwa kutoka ngazi ya chini kwenda hospitali ya juu hahitaji tena kubeba mafaili ya karatasi, na tunaendelea kupanua mfumo huu katika kila ngazi ya huduma za afya. Madaktari sasa wanaweza kupata historia za wagonjwa kwa haraka, huku rufaa zikifuatiliwa kwa wakati halisi. Matokeo yake ni kupungua kwa kurudiwa kwa huduma, ikiwemo vipimo vya maabara, maamuzi bora zaidi ya kitabibu na mwendelezo imara wa huduma kwa wagonjwa. Better informed clinical decision and stronger continuity of care. Honorable Chair, digital technologies are also... Mheshimiwa Mwenyekiti, teknolojia za kidigitali pia zinatusaidia kukabiliana na changamoto kubwa tulizo nazo. Tofauti ya upatikanaji wa huduma kati ya maeneo ya mijini na vijijini. Nchini Tanzania, kama ilivyokuwa katika nchi nyingi zinazoendelea, wataalamu bingwa wengi wanapatikana zaidi mijini. Ili kuziba pengo hilo, tumeanzisha huduma za tiba kwa njia ya mtandao katika hospitali takriban